Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema haitaufungua mlango wa bahari wa Hormuz kama mzingiro wa Marekani utazidi kuendelea. Iran imeapa kutofungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji la Marekani litaendelea kuwepo licha ya kuongezwa kwa muda makubaliano ya kusitisha mapigano. Tehran aidha imetangaza kuzikamata meli 3 zilizojaribu kuvuka ujio huo wa kimkakati wa baharini. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf, ambaye aliongoza ujumbe wa Tehran katika duru ya kwanza ya mazungumzo huko Islamabad, amesema kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz hakuwezekani huku kukiwa na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Jumanne kwamba atadumisha makubaliano kusitisha mapigano ili kutoa muda wa ziada kwa makubaliano ya amani yanayosimamiwa na Pakistan. Katikati ya mzingiro huo wa mlango wa bahari wa Hormuz, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza kwamba katibu wa jeshi la wanamaji John Fallon anaachia wadhifa huo mara moja. Haikutoa sababu yoyote ya kuondolewa kwake ghafla. Ni hatua ya karibuni sana kabisa ya kuondolewa kwa afisa huyo mwandamizi chini ya waziri wa ulinzi wa serikali ya Trump, Pete Hegseth. Hata hivyo, mlango huo wa bahari wa Hormuz ni zaidi ya mgogoro katika Mashariki ya Kati. Wataalamu wa mambo wanasema kwamba katika kipindi ambacho kimekuwa ni kigumu mno cha mzozo kati ya Marekani na Israel, ni katika kipindi hiki kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao umesababisha madhara makubwa si tu kwa Marekani na Iran, lakini pia Mashariki ya Kati kote na hata ulimwenguni kote, kwani wakati huu bei ya mafuta imezidi kupanda na ulimwengu unashuhudia kuyumba kwa uchumi. Jeshi la IRGC hata hivyo limezuia meli 2 kwenye mlango huo wa bahari wa Hormuz. Jeshi hilo la mapinduzi la Kiislamu la Iran limesema kikosi chake cha wanamaji kinazishikilia meli 2 zilizokuwa zikijaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limesema wakati huu litapambana kuhakikisha mlango huo haupitiki tena, na ni kutokana na kwamba ni vizuizi vya Marekani, ni mpaka pale ambapo vizuizi hivyo vitaondolewa. Hatua hiyo ya Iran imetangazwa licha ya Rais Trump kurefusha muda wa kusitisha mapigano na kuruhusu kufanyika duru nyingine ya mazungumzo ya kumaliza vita. Na hata hivyo, Marekani pia imesema itaendelea kuweka vizuizi katika bandari za Iran. Kwa nini Iran haitaki kufungua mlango wa bahari wa Hormuz? Iran ilikubali kwa mara ya kwanza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz baada tu ya Israel kuacha kuipiga Lebanon katika kile kilichoelezwa katika namna usitishaji wa mapigano katika vita vya Marekani Israel dhidi ya Iran, ambapo miongoni mwa makubaliano ni pamoja na Israel kuacha kuishambulia Lebanon. Hata hivyo, baada ya Israel kukubali kuacha kutoishambulia Lebanon, ndipo ambapo Iran iliamua kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini moja kati ya jambo ambalo lilikuwa ni la ajabu sana ambalo Iran inasema ni Marekani kuleta meli zake karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo walisema kwamba watazifungia bandari za Iran kwa maana zisiweze kupitisha meli za Iran katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Na hii ndio sababu ambayo sasa imewafanya wa Iran waufunge mlango huo wa bahari, kwamba kwa sababu wa Marekani wamefunga njia kwa ajili ya meli tu za Iran kwamba zingine ziweze kupita, Iran ikasema hakutakuwa na meli yoyote ambayo itaweza kupita katika mlango huo. Kadhalika, upande wa rais wa Marekani Donald Trump ameagiza CENTCOM kupitia jeshi lao la majini kufunga mlango wa Hormuz kwa kile kinachotajwa kwamba ni kuzuia mapato ya Iran isiweze kupata mapato kwa namna yoyote ile ambayo yatawawezesha kuona kwamba wanaweza wakapata fedha kwa ajili ya kuendesha vita vyao vya baadaye dhidi ya Marekani na Israel, lakini pia kuhakikisha kwamba nchi hiyo ikubali kwa namna yoyote ile makubaliano ya kusitisha mapigano. Kauli ya Trump ameitoa katika wakati ambapo Pakistan ilikuwa imepanga kuandaa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, na hata hivyo ikulu ya White House ikasitisha safari iliyopangwa ya makamu wa rais JD Vance kwenda Islamabad baada ya Tehran kukataa juhudi za kuanzisha tena mazungumzo hayo. Iran ilikataa mazungumzo hayo baada ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba hangeondoa kizuizi cha kijeshi kilicho karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Ndicho ambacho kimesababisha hata wakati huu nchi hizo mbili hazielewani
kwani Marekani inataka kuizuia moja kwa moja Iran, lakini mpango wake mkubwa ni kuhakikisha Iran haipati mapato. Lakini pia Iran imetengeneza mpango kwamba haiwezi ikafungua mlango wa bahari wa Hormuz kuruhusu meli za makampuni ya Marekani na Israel na hata nchi nyingine zote duniani zisipite, na kwamba nchi hizo ziweze kutupa lawama moja kwa moja kwa upande wa Marekani. Mashirika ya habari ya Iran yanayoegemea upande wa serikali yameripoti kuwa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimeshambulia meli 3 siku ya jana katika mlango wa Hormuz, hatua iliyozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kumaliza vita. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Noor News, Fars na Mehr, shambulio hilo lililenga meli inayoitwa Euphoria ambayo inadaiwa kuwa ilikwama katika pwani ya Iran bila maelezo ya ziada kutolewa. Na hatua hiyo imetokea baada ya IRGC kukamata pia meli 2 za MCF Francesca na Epad. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.